Watu 10 waliojaribu kufichua siri za dunia wakatoweka. Kuna mstari mwembamba sana kati ya kujua ukweli na kutoweka kabisa. Kwa miaka mingi watu mbalimbali, wanahabari, wanasayansi, hata maafisa wa serikali walijaribu kufichua siri kubwa za dunia, lakini kilichowapata si cha kawaida. Baadhi yao walipotea ghafla, wengine walikutwa wakiwa wamekufa katika mazingira ya kutatanisha, na baadhi walinyamazishwa kabisa kabla hawajasema yote. Swali ni hili: je, walikuwa wanasema ukweli ambao hawakutakiwa kusikika, au walikuwa wameingia kwenye mchezo hatari zaidi ya walivyozani? Leo tunaona watu 10 waliothubutu kufungua siri za dunia, na kilichowapata baada ya hapo kitakuacha na maswali mengi kuliko majibu. Namba 10 ni Gary Webb, mwanahabari aliyechimba siri nzito. Gary Webb alikuwa mwanahabari aliyefanya uchunguzi mkubwa miaka 1990 na alitoa ripoti maarufu inayoitwa Dark Alliance, akidai kuwa baadhi ya watu waliokuwa na uhusiano na serikali ya Marekani walihusika katika kusambaza dawa za kulevya ili kufadhili vita vya siri. Ripoti hii ilitikisa dunia, lakini baada ya hapo alishambuliwa sana na vyombo vya habari, kazi yake iliharibiwa na alipoteza heshima yake kitaaluma. Mwaka 2004 alikutwa amekufa. Ilitangazwa kuwa alijiua, lakini mazingira yake yaliwafanya watu wengi kuhoji, je, alikuwa amefichua kitu kikubwa sana? Namba 9 ni Philip Marshall, siri ya September 11. Philip Marshall alikuwa ni rubani na mwandishi aliyedai kuwa aligundua ukweli tofauti kuhusu tukio la September 11. Aliandika vitabu akieleza nadharia kuwa kulikuwa na mambo yaliyofichwa kuhusu shambulio hilo, lakini mwaka 2013 alikutwa amekufa pamoja na watoto wake nyumbani kwake. Tukio hili lilitangazwa kuwa ni murder suicide, lakini marafiki zake walipinga. Walisema kuwa alikuwa mtu mwenye akili timamu na alikuwa karibu kutoa taarifa mpya. Hii iliacha maswali mengi bila majibu. Namba 8 ni Danny Kosoraro, The Octopus. Danny Kosoraro alikuwa akichunguza mtandao mkubwa wa siri ulioitwa The Octopus. Alidai kuwa kulikuwa na mfumo unaohusisha serikali, mashirika ya ujasusi na biashara za siri. Alikuwa karibu kumalizia uchunguzi wake, lakini mwaka 1991 alikutwa amekufa kwenye chumba cha hoteli. Ilitangazwa kuwa alijiua, lakini alikuwa ameandika kuwa maisha yake yako hatarini na alikuwa karibu kufichua kila kitu, na hii ilifanya watu wengi kuamini kuwa alinyamazishwa. Namba 7 ni Michael Hastings, ukweli wa vita. Michael Hastings alikuwa mwanahabari mashuhuri. Aliwahi kufichua taarifa ambazo zilisababisha maafisa makubwa wa kijeshi kujiuzuru. Mwaka 2013 alikufa katika ajali ya gari ya ghafla na kushangaza, lakini kabla ya kifo chake alikuwa ametuma email akisema anachunguzwa na alikuwa anafanya uchunguzi mpya. Ajali hiyo ilikuwa ya kasi isiyo ya kawaida. Gari liliteketea kabisa. Watu wengi waliamini kuwa kulikuwa na zaidi ya ajali ya kawaida. Namba 6 ni Karen Silkwood, siri za nyuklia. Karen Silkwood alikuwa mfanyakazi wa kiwanda cha nyuklia. Aligundua ukiukwaji wa usalama na hatari kubwa kwa wafanyakazi. Alikusanya ushahidi na alikuwa anaenda kukutana na mwanahabari kutoa taarifa, lakini njiani alipata ajali ya gari na kufa. Cha kushangaza, nyaraka muhimu alizokuwa nazo zilipotea, hazikuwahi kupatikana. Hii ilifanya kesi yake kuwa moja ya mafumbo makubwa hadi leo. Namba 5 ni David Kell, mtaalamu wa silaha za siri. David Kell alikuwa mtaalamu wa silaha za maangamizi. Mwaka 2003 alihusishwa na taarifa iliyodai kuwa serikali ya Uingereza ilizidisha madai kuhusu silaha za Iraq ili kuhalalisha vita. Taarifa hii ilivuja kupitia BBC. Baada ya kutajwa hadharani, alikabiliwa na shinikizo kubwa. Aliitwa mbele ya kamati ya serikali. Siku chache baadaye alikutwa amekufa karibu na nyumbani kwake. Ilitangazwa kuwa alijiua, lakini wataalamu wengi walipinga mazingira ya kifo. Waliona hayakuwa kawaida. Hii ilibaki kuwa moja ya kesi zinazojadiliwa hadi leo. Namba 4 ni Seth Rich, siri za data za kisasa. Seth Rich alikuwa mfanyakazi wa chama cha kisiasa Marekani. Mwaka 2016 alipigwa risasi na kufa mjini Washington DC. Kilichoshangaza, hakukuwa na ushahidi wa wizi, hakukuwa na mali iliyochukuliwa, na baadhi ya watu waliamini kuwa alihusishwa na uvujaji wa data za kisiasa. Hakuna uthibitisho rasmi wa hilo, lakini kifo chake kilizua nadharia nyingi sana duniani. Namba 3 ni Edward Snowden, mtu aliyefichua ufuatiliaji wa dunia. Edward Snowden ni mmoja wa watu waliothubutu kusema ukweli na bado yupo hai. Mwaka 2013 alifichua kuwa serikali ya Marekani kupitia NSA ilikuwa inafuatilia simu, inakusanya data za watu duniani bila wao kujua. Hii ilikuwa ni mojawapo ya siri kubwa zaidi kufichuliwa. Baada ya hapo alikimbia nchi.
akaishi uhamishoni. Hadi leo hawezi kurudi Marekani bila hatari ya kukamatwa. Hii inaonyesha wazi kufichua siri kuna gharama kubwa sana. Namba 2 ni Julian Assange, ukweli wa nyaraka za siri. Julian Assange alianzisha WikiLeaks, jukwaa la kufichua nyaraka za siri. Aliweka wazi nyaraka za vita, mawasiliano ya serikali, siri za kimataifa. Hii ilitikisa dunia, lakini baada ya hapo alikimbilia ubalozi wa Ecuador, akaishi humo kwa miaka kadhaa, baadaye akakamatwa. Mpaka leo kesi yake bado inaendelea. Wengine wanamuona kama shujaa, wengine kama mtu hatari, lakini ukweli ni huu: alifungua mlango ambao haujawahi kufunguliwa. Package yetu inakamilishwa na namba 1, ambapo ni Aaron Swartz, akili kubwa iliyoangamia mapema. Aaron Swartz alikuwa kijana genius wa teknolojia. Alipigania taarifa ziwe huru kwa watu wote, maarifa yasifichwe. Alijaribu kupakua na kusambaza tafiti za kisayansi ili ziwe wazi kwa umma, lakini alishtakiwa vikali. Alikabiliwa na adhabu kubwa. Mwaka 2013 alikufa akiwa na umri mdogo sana. Ilitangazwa kuwa alijiua, lakini wengi waliamini kuwa shinikizo alilopata lilikuwa kubwa sana. Kifo chake kilizua mjadala mkubwa kuhusu uhuru wa taarifa na nguvu ya mifumo ya sheria. Na sasa, baada ya kusikiliza simulizi hizi zote, chukua sekunde chache tujiulize, ni kwa nini watu hawa wote walikutana na mwisho unaofanana? Walikuwa wanatafuta ukweli, lakini kadri walivyokaribia kuupata ndivyo maisha yao yalivyobadilika na kuisha kabisa. Baadhi yao waliitwa wazushi, baadhi hatari kwa jamii, na wengine hawakupewa nafasi ya kujieleza tena. Lakini historia inaonyesha kitu kimoja muhimu sana: ukweli huwa haupotei, huwa unachelewa tu kufika. Na swali kubwa linabaki, ni siri gani nyingine bado zimefichwa, na ni nani anayethubutu kuzifichua baada ya yote haya? Kama video hii imekufungua macho, andika kwenye comment ukweli upo wapi. Nataka kusikia mawazo yako. Na kama unapenda maudhui ya namna hii, maudhui ya siri kama haya, ukweli wa giza na mambo ambayo hayasemwi wazi, bonyeza subscribe sasa hivi, kwa sababu hapa kwenye Siri za Dunia tunafungua mambo ambayo wengi hawawezi kuyaongelea. Kumbuka, si kila anayejua ukweli anaishi kuusema, na huu ni mwanzo tu.